17 billion. Ndio hiyo inaenda, ni pesa ya kugawia watu, kupangisha watu laini wanapewa. Na mulisikia last year kulikuwa na report October last year ambayo ilisemekana ofisi ya Deputy President ya Kindiki ilikuwa inatumia 14 million per day, 1.4 billion in 3 months. Yani we have very wrong priorities. When people say Ruto must go, it is not just a slogan. It is not just a mere slogan. It is expression of anger and frustration because of wrong priorities. Huyu Ruto alisema juzi watoto wa grade 10 waende kwa shule with or without uniform. With or without uniform. Hao watoto they quietly dropped out of schools. They quietly dropped out of schools. They are in their homes. They are not in schools. Wale watoto Ruto alitutangazia, it was just a populist pronouncement by the president. Those children are back in their homes. They are not in schools. Yet State House inataka ku double budget yake. When the big people need money, it is readily available. Wakati watu wakubwa wanahitaji pesa, pesa inapatikana haraka. Wakati wabunge wanataka kujiongezea mshahara, inapatikana haraka. Wakati wakubwa wanakaa kwa air conditioned office wanataka per diems, inapatikana haraka. Lakini pesa ya watoto grade 10 children transition to grade 10, there is no money. Mpaka school capitation ikapunguzwa up to 12,000 school capitation. Wazazi wakaambiwa nyinyi mtafute hiyo 10,000 nyinyi wenyewe mtafute. Na watu wanaumia Kenya hii, and State House needs 17 billion ambayo ni pesa ya county 3 Kenya hii, county 3. Ile allocation inapewa counties. 17 billion ni pesa ya county 3 ama 4. County 3 ama 4. Na ukisoma na kila siku wanatuambia SHA inafanya kazi, SHA inafanya kazi, SHA inafanya kazi. Kama SHA inafanya kazi, unaweza kuwa unatangazia watu inafanya. Unaenda ukitangaza. For example, siku moja M-Pesa waanze kutembea Safaricom waanze kutembea wakitangaza M-Pesa inafanya. Itakuwa inafanya? Utajuaje M-Pesa inafanya? You use it. So Safaricom does not announce to people that M-Pesa is working, because you just use it and you see it is working. The reason this government is announcing every day, SHA is working, SHA is working, SHA is working, it is because it is not working. If it was working, they would not be struggling to announce that it is working. Leo nimeona mtu akiwa na bili ya 179,000. SHA imelipa 7,000. Out of 179, SHA imelipa 7,000. Kuna mwalimu alikufa huko Western. Hiyo kesi nimeiona. Kuna mwalimu alikufa Western ambaye SHA imelipa 30% ya bili yake. Hospitali imekatalia mwili mpaka wa raise pesa. Familia wa raise pesa walete. SHA imesaidia nini huyo mwalimu? Kuna mwalimu mwingine alipata ajali. Akakuwa in high dependence unit, HDU, for several days. Bili yake kafika 4 million. SHA imemlipia 1 million. Hospitali imemwambia hutaenda, hiyo 3 million lazima umalizie. Sasa familia wako kwa WhatsApp wanachanga. What has SHA helped that teacher? Na Ruto alituambia SHA ndio itamaliza mambo ya fundraising, ya WhatsApp, ya medical bills. We have our priorities are wrong. Our priorities are wrong. That is why people are saying Ruto must go, because our priorities are wrong. We are spending too much. There is too much extravagance. There is too much wastage of public resources. Yet people are suffering in this country. People are suffering in this country.
and there is too much wastage. Wacha nimalizia na mambo ya nini kidogo, Mr. Speaker, mambo ya Iran na Israel na US. Mambo ya Iran na Israel na US. Mimi naungana na Barack Obama na Democrats wa Amerika kupinga mambo ya Trump kuvamia Iran, na Democrats na wale wa Amerika ambao wanapinga inafaa wa impeach Trump haraka iwezekanavyo. He must be impeached kwa sababu aliingiza US kwa vita ambayo haifai, unnecessary. Unajua yeye alikuwa anafikiri atafanya vile alifanya Libya, vile walifanya Libya, kuingia tu na kuua kiongozi na kuweka kiongozi mwingine na kutoka. Walikuwa nafikiri huko itakuwa hivyo pia. Kumbe Iran imechukua miaka 30 ikisoma US, ikiwasoma polepole, 30 years. Iran ikajua military bases ziko in the Gulf region, Middle East zote. Iran wamepiga the naval center of the US military. Bahrain wamepiga, wamemaliza US military bases zote kule Jordan, kule Bahrain, kule yani the Gulf region. Iran wamepiga zote, Kuwait, kila mahali wamepiga military bases. US sasa hawana military base huko kwa sababu Trump alienda kwa vita ambayo hayuko prepared. Yes, we know US has the most expensive military architecture in human history. But hakujawahi kuwa na nchi kama Iran wachukue 30 years kuchora blueprint ya kumaliza military strength ya US. Sasa hizi unaona US wameita mkutano an emergency military meeting. Unaona mpaka Tel Aviv imepigwa, headquarter ya Israel imepigwa na Iran. So US, Trump alikimbilia kwa vita. Yani Trump anafikiria Obama alikuwa mjinga. Barack Obama akiwa rais, Barack Obama badala ya kupigana na Iran alipatia Iran 1.7 billion US dollars. Akatuma hiyo pesa ikaendea Ayatollah Khomeini. Pesa yao ambayo ilikuwa ya an arms deal which US failed to honor in 1979. Obama akaona badala ya vita US tunaspend pesa mingi, tupatia watu pesa yao 1.7 billion, akawapatia US dollars. Biden wakati amechukua uongozi, badala ya Biden kupigana na US na Iran, akaona hao watu badala ya kupigana na hao, hii pesa yao ambao tulifreeze, oil revenue ambayo tulifreeze South Korea, wacha to unfrozen, wachukue pesa yao which was 6 billion. Biden akanfrozen. So everything must not end with a war. Na Biden alidemonstrate, Obama alidemonstrate. This war is very much unnecessary. It is going to cost Americans all over the world. Na kuna nchi hapa Afrika mingi ambazo ziko na military bases za US. Inafaa hizo nchi wauliza military bases wa US waondoka mara moja waende, because itapigwa. Hata akina Djibouti watapigwa wasipochunga. Wauliza wa Amerika waondoka waende, because namaliza kusema kwamba US walifanya makosa kupiga Iran. Na mkumbuke US wakati walipigana na Iraq mwaka wa 2003 to 2011, US ilikuwa na 38 allies supporting them directly in that war. Saizi US wanapopigana na Iran, it has how many allies? How many? 2 allies. Or 2 only. Watu wamejitenga na hiyo vita. France wamepinga, North Korea wamepinga, Russia wamepinga. Na North Korea wametoa onyo. Wamesema US wajaribu kuguza tu North Korea hata mmoja,
ama wajaribu kuguza interest ya North Korea, na Russia pia wameongea. So unaona ni vita ambayo ni unnecessary, imeanzishwa na US, inaenda kucost US trillions of dollars. Military bases zote zimekuwa flattened na missiles za Iran. So it is a unnecessary war. Trump must be impeached. Thank you.